Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema. Mungu ni mwaminifu, ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Na mshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ametupatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka nije kukuambia, ama nataka nije kusemezana nawe katika siku ya leo. Juu ya kile ambacho kimejificha kwa huyu mwimbaji, Joel Lwagwa. Kuna kitu ambacho anataka nije kusema juu ya huyu mwimbaji Joel Lwagwa. Namna alivyobeba kusudi la kuzimu, la kuzimu. Amebeba kusudi la kuzimu kwa ajili ya kubadilisha mifumo ya kiungu kwa watu wa Mungu. Hiyo tulianza kuiona kwa huu mwimbaji Goodluck Gozbert. Tulianza kuiona hiyo mifumo, namna yeye alipoanza, namna alivyoanza alipokuja ile 2015, ilikuwa 2015, na zile nyimbo zake acha waambiane na ile kwamba siku yako sijui nini, zile nyimbo zake zile, namna alivyokuja akabadilisha kabisa mifumo ya uimbaji. Yani watu wengi wakatamani kuimba kama yeye. Yani anakuja na test na raza za kidunia kwenye uimbaji wa Mungu, kwenye uimbaji wa Mungu. Wala sisi hatushikamani na vitu vya dunia, wala dunia inabidi jifunze sisi kwetu, sio sisi tujifunze kwa dunia, kwamba kuna injili za zamani na injili za kisasa. Mtu anataka kuniambia hivyo, aje aniambie pia kwamba kuna Biblia ya zamani na Biblia ya sasa, kwamba Yesu wa zamani, kuna Yesu wa zamani na Yesu wa sasa hivi, kwa sababu injili ambayo inafundishwa ni ile ambayo iliyofundishwa na mitume. Hiyo ndio injili ya kweli ya Mungu. Kwa hiyo watu wakisema kwamba wanataka waanze kufundisha injili za kisasa, kwamba sasa waanze kuwavuta watu kwa kuwafuata huko kwa sahihi ambazo wanazofanya, hiyo sio kweli, huwa ni uongo. Kwa hiyo kusudi ambalo liko ndani ya huyu mwimbaji kusudi ambalo lipo kwa ajili ya kuona wengine, kuwavuta wengine waanze kuimba staili ya yeye anaoimba. Ndio maana adui ndicho kitu ambacho huwa anafanya. Anainua mtu mmoja ili kwamba huyo mtu mmoja kama ni kumpromote, yani anakuwa maarufu kweli, ili kwamba watu wengine wote waanze kumfukuzia yeye, lakini wakiwa wanamfukuzia mtu ambaye amepotea, na wenyewe ambao wanaomfuata wote wamepotea, kwa sababu kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, wote wanadumbukia wapi? Wote wanadumbukia shimoni. Kipofu akimuongoza kipofu mwenzake, wote wanadumbukia shimoni. Nimeshasema sisi hatumo miongoni mwa vipofu ambao wanapelekwa tu. Hapana, sisi hatupo miongoni mwao. Kitu ambacho kinachokuja tunakipima kwenye neno la Mungu, tunakiangalia kwamba kwenye neno la Mungu kipo. Na ndio maana hivi sasa waimbaji wa nyimbo za injili, wewe ambaye unaweza kunisikiliza, Mungu anakupa neema ya kunisikiliza, na wewe una wito wa uimbaji ndani yako. Tafadhali na kuomba usitake utukufu. Mungu haipo nini? Mungu haipo kwenye utukufu. Mungu yupo kwenye vitu ambavyo viweza zaraulika, sababu pia mambo ya Mungu wanaoelewa ni wachache. Lakini sasa watu wanaforce kujulikana, wajulikane. Ndio maana wanadumbukia kwenye mastari ambayo sio. Watu wanajua kwamba watu hataki kukemewa dhambi. Kwa hiyo nyimbo zinazoimba ni za baraka tu, ndo anaimba kwamba hao ndio waimbaji, ni hao ndio waimbaji nyimbo za injili. Tumeshasema kwamba tafuteni majina mengine ya kujiita, msijiite waimbaji nyimbo za injili, kwa sababu nyinyi muimbi injili.
Tafuteni majina mengine ya kujiita. Msijiite waimbaji wa nyimbo za injili, kwa sababu nyinyi hamuimbi injili. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Hiyo ndio injili. Nyimbo zenu kama mtaziwe nyimbo za injili, lazima muimbe nyimbo ambazo mtu akisikia anaweza kaingia magotini na kutubu. Sio tu mambo ya kumtia moyo mtu kiasi. Yeye ni kumtia moyo tu, kumtia moyo na kumpa tumaini la uongo. Nampa tumaini la uongo. Kitu cha muujiza wa kwanza wa mtu sio utajiri wa dunia hii. Muujiza wa kwanza wa mtu ni kuiponya roho yake. Huo ndio muujiza wa kwanza. Kama kwa mtu anatafuta muujiza wa kwanza ni wa kuiponya roho yako. Huo ndio muujiza wa kwanza. So miujiza mingine ambayo mtu anaanza kuitafuta kwamba natafuta muujiza wa nyumba, natafuta nini? Kwa mtu anakuta wanawaimbia, mnaimbiana tu kijinga, mnaimbiana kijinga kwamba nyie kwamba na nyie mnakwenda wapi, na nyie mnakwenda mbinguni, mnawatia moyo watu wanaendelea na uovu wao. Nyie mnawatia moyo watu kwamba na nyie ni waimbaji nyimbo za injili. Hapana. Muimbe injili ambayo ni ina nguvu, nyimbo ambazo walizoimba kina Rose Muhando zamani, ambazo walikuwa naimba wakina Rose Muhando zamani, wakina Batibukuku zamani, wakina Kisna Shusho zamani, nyimbo ambazo walikuwa wanaimba. Unafikiria nyimbo mpaka unalia machozi, natoa machozi. Nyimbo za injili kwa sababu wananukuu neno la Mungu, wanaanza nini? Wanawaambia watu habari za Mungu, sababu wananukuu neno la Mungu. Sio nyinyi ambao mnasema kwamba ni kizazi kipya cha nyimbo za injili, mnaimba vitu ambavyo sivyo kabisa. Yani mnazidi kuwapoteza watu na tamaa zenu za umaarufu, kwamba sasa unatamani umaarufu. Kwa hiyo hauimbii watu, unaanza kutafuta kundi la watu, kwamba sasa nataka niimbe kitu ambacho watu wanapenda. Wewe na amekwambia kwamba kumfurahisha Mungu ni kuangalia wanadamu wanapenda nini. Nani alikwambia? Kaa kwenye ratiba ya Mungu, sema imba kila ambacho Mungu anaweka ndani yako. Na kama wewe ni mwimbaji awimbi neno la Mungu. Usijiite kwamba ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Tafuta jina jingine la kujiita, Usijiite kwamba wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Injili ni uwezo wa Mungu. Kwa kitabu cha Warumi 1:16, sionei haya injili, kwa sababu injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Hiyo ndio injili. Hiyo ndio injili. Kwa hiyo wewe unaimba nini? Kwamba wewe mwimbaji wa nyimbo za injili unaimba nini? Injili gani? Kwa hiyo kitu ambacho kimebebwa na Joel Lwagwa na waimbaji wengine wote ambao wanamfanania, ambao wanaimba staili za kidunia, kitu ambacho wamekibeba ni uovu. Na wana wa Mungu, chukua tahadhari sana na hawa waimbaji, hawa waimbaji ambao wanaenda kwa waganga wa kienyeji ili kwamba watrendi, hawa waimbaji ambao ni hawa waimbaji ambao wanafanya vitu vya ovyo ili kwamba waonekane. Waimbaji wanavaa pampers, wakina Nosio, wakina Amani, sijui not akina nini, au ambaye anajiita sijui mtoto wa Rose Muhando, sijui ni nani. Wanavaa pampers za watoto ili kusudi tu wazungumziwe kwamba na yeye anaimba anamwimbia Mungu. Nakwambia ndugu yangu, unatafuta umaarufu wa dunia, utaupata, lakini usahau ufalme wa mbinguni. Kama una mpango ufalme wa mbinguni, lazima uangalie kile ambacho Mungu anataka. Usiimbe tu mradi umeimba. Kwa hiyo kuweni makini sana na hawa waimbaji wakina Joel Lwagwa na wengine ambao wanafananiwa na hao ambao kila siku ni nyimbo za baraka tu, baraka, sababu unajua watu ndio wanataka nyimbo za hivyo, wanataka nyimbo za hivyo. Wewe lazima uwe makini sana, na anayetafutwa ni wewe msikilizaji unasikia nyimbo zao, unatafuta ni wewe ambaye usiompenda Mungu, unakuwa unatafuta tu nyimbo ambazo ukimsikia mwimbaji anaimba kuhusu habari za dhambi, wewe unamluka, humtaki. Unataka nyimbo za baraka, ubarikiwe. Ukishabarikiwa utaenda wapi?
lazima uwe makini na roho yako. Lazima uwe makini, uwe makini na roho yako. Leo ninaishia hapo. Leo naishia hapo. Siku nyingine tena Mungu akinipa kibali nitaendelea kuja kusema kile ambacho Mungu anataka nikiseme. Lakini kama bado haujasubscribe, tafadhali nakuomba usubscribe channel hii ili kwamba uendelee kupata video ambazo nakuwa napandisha kwenye channel hii. Kwa hiyo subscribe, kama unaweza share na watu wengine, utakuwa na ubiri pamoja na mimi, na Mungu atakubariki sana. Kama pia unaweza ukalike, kama umependa unaweza ukalike. Ukiangalia video ukiipenda ni vizuri ukalike ili kwamba iendelee kupanuka zaidi, watu wazidi kuiona, na Mungu atakubariki. Kwa leo naishia hapo, na kutakia amani ya Bwana. Mungu aendelee kwa pamoja na wewe. Shalom.